Matiko ni mbunge wa jimbo la Tarime mjini. Niko hapa jimboni kwa kipindi hichi ambacho tumemaliza bunge. Kuanzia juzi nimeanza ziara ya kuzunguka kwenye kata kwa lengo la kuendelea kutambua changamoto, lakini na kuona maendeleo ya shule zetu za msingi na sekondari. Lakini pia nimepata fursa ya kutembelea kwenye taasisi zingine za umma. Kwa mfano leo tumeanza ziara yetu kwenye shule ya msingi ya Buhemba, ambapo tumeenda pale shule ya msingi ya Buhemba tukapeleka mifuko 30 ya simenti kwa sababu walikuwa na uhitaji wa mifuko 50. Walileta kwenye ofisi yangu kuomba, tukawapelekea mifuko 30. Wana maboma mawili wanajenga pale na ofisi ya walimu, na tukaweza kukagua miundombinu ya ile shule. Kwa kweli sio rafiki sana, ni kati ya shule kongwe ndani ya mji wa Tarime. Kuna baadhi ya darasa la 4 limebika kabisa ufa na halifai kabisa kwa matumizi ya wanafunzi. Baada ya pale tuliweza kujionea pia darasa zuri kabisa la TEHAMA ambalo serikali imepeleka fedha, imepeleka kompyuta 20, imepeleka na UPS 10, imepeleka na smartboard pamoja na photocopy mashine ya kisasa kabisa. Kwa hili tumeweza kujionea na jinsi gani wanafunzi wanafurahia kujifunza pale, kwa sababu tunajua ulimwengu wa sasa ni ulimwengu wa kidijitali. Na baada ya pale tumeweza kuondoka na kwenda kata Nyandoto, na tulitembelea ofisi ya mtaa wa Biambwe ambao wanaanza kujenga kwa nguvu za wananchi. Pale mwenyekiti wa mtaa na wajumbe wake waliomba kuweza kusapotiwa saruji 20 na ambazo nilikuwa nimezipeleka pale kwenye ofisi ya mtaa ya Biambwe. Na baada ya pale tulikuwa tumeambatana na watendaji wa kata, mheshimiwa diwani. Sasa hivi tuko hapa shule ya msingi Gamasara, ambapo napo katika ziara yangu ya mwezi wa pili wananchi waliomba niweze kuwachangia saruji waweze kukamilisha maboma yao ambayo yamejengwa kwa nguvu za wananchi. Kwa naamini kwa nimewaahidi saruji 50 na leo nimekuja kuwakabidhi saruji 50, lakini nimejionea kwa kweli uhitaji bado ni mkubwa. Hii shule ya msingi ya Gamasara ni shule kongwe, imejenga mwaka 1958. Kwa haya madarasa kiuhalisia yanatakiwa yaondolewe, yajengwe mengine ni mafupi na nyufa. Lakini pia tumeona kuna maboma bado yapo yanahitaji kuwezekwa, bado yapo yanahitaji nguvu zaidi ya cement, na tunahitaji kuendelea kuhamasisha wananchi kujitolea, wadau pamoja na serikali kuu. Lakini pia wananchi hawa mitaa 4 wamejenga maboma kwa ajili ya sekondari, ambao pia anahitaji tuendelee kuitia nguvu kuhakikisha amekamilika, ili watoto wanaomaliza hapa wasiende Nyandoto sekondari wala Nyagesese kwa sababu ni mbali sana. Kwa leo tumetoa jumla ya saruji 100 za simenti. Tumetoa shule ya msingi Buhemba saruji 30, tumetoa ofisi ya serikali ya mtaa wa Biambwe simenti 20, na hapa tumetoa simenti 50. Yeah. Kwa majina naitwa Saumu Hamisi Kurwa, ni mwalimu mkuu msaidizi shule ya msingi Buhemba. Tunamshukuru Mheshimiwa mbunge Esther Matiko kwa mifuko ya simenti aliyoleta kwetu, maana itakwenda kuongeza nguvu kwa jengo ambalo tumelianzisha la vyumba viwili vya madarasa pamoja na ofisi ya walimu. Kwa niaba ya serikali tunawashukuru sana, muendelee kutushika mkono ili shule yetu ijengwe katika viwango ambavyo ni vya shule ambayo iko katika halmashauri ya mji wa Tarime. Tunawashukuru sana na Mungu awabariki. Kwa ufupi tunamshukuru sana na tunashukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunamshukuru mama yetu Samia Suluhu Hassan, tunamshukuru mheshimiwa mbunge wa jimbo la Tarime mjini kwa kuweza kutuletea mifuko ya simenti 30 ambayo itaenda kutusaidia katika kunyanyua vyumba viwili vya madarasa na ofisi. Tunashukuru sana, Mwenyezi Mungu amjalie pale alipotoa ili kesho aweze kutuongezea tukasonga mbele zaidi. Asante. Kwa majina anaitwa Peter Mugabo Francis, ni mkazi wa mtaa huu wa Biambwe na ni mwenyekiti wa kamati ya ujenzi wa mtaa wa Biambwe. Tunashukuru sana kwa ujio wa mheshimiwa mbunge Esther Matiko kwa msaada aliotuletea wa simenti. Najua utatusukuma sehemu kubwa sana, na moyo huu alionao kujitolea hatukutegemea, lakini amekuwa mara kwa mara atuzungukia na kujua matatizo yetu, na hatimaye ameweza kufanya kitu ambacho ni kidogo kwa mtazamo lakini kikubwa sana. Kwa hiyo tunashukuru sana, tunaomba aendelee kuwa na moyo huo kusaidia watu wengine pia katika maeneo mengine. Asanteni. Poleni na majukumu. Mimi kwa majina naitwa Sofia Ismaili Mtongori, ni diwani viti maalum halmashauri ya mji, vilevile natokea kata hii ya Nyandoto. Mimi binafsi nipende kumpongeza sana mheshimiwa mbunge
Mheshimiwa Esther Nicolaus Matiko kwa kuona vyema kabisa kurudi kutimiza ahadi alizokuwa ametuahidi sisi watu wa kata ya Nyandoto. Nafikiri leo amekuja, nafikiri watu wa Nyandoto tunaiona faraja kubwa, si ndio? Ndio. Mimi naomba ndugu zangu, tusichoke, tuendelee kumtia moyo mbunge wetu, tuendelee kumuombea ili aweze kufanya makubwa katika jimbo letu la Tarime mjini. Sitakuwa na mengi. Jina anaitwa Ana Joseph, kaimu mwenyekiti wa mtaa wa Byambwe. Tunashukuru sana Mheshimiwa Esther Matiko mbunge wetu kwa kutuletea support ya simenti kwa ajili ya kuendeleza ofisi yetu, ujenzi wa ofisi ya mtaa wa Byambwe. Tunamshukuru sana, Mungu wa mbinguni ambariki. Aendelee kufanya hivyo hivyo kwa mitaa mingine na katika kata nyingine ambazo zina uhitaji kama tulivyokuwa na uhitaji sisi mtaa wa Byambwe. Kwa tutakapopungukiwa hatutasita kuomba tena msaada mwingine kwake. Asituchoki. Ila kwa leo tunasema ni asante, Mungu ambariki. Kwa kile alichokifanya akifanye pengine tena. Asante, naitwa Doris Maximilian Chacha, ndiye diwani wa kata hii ya Nyandoto. Tuko hapa kwa ajili ya Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Tarime mjini, dada yetu Esther Nicolaus Matiko. Amefika katika kata yetu ya Nyandoto kwa ajili ya kusapoti maendeleo. Kwa kweli tumepokea vizuri na tunampongeza kwa sababu pale anapoahidi anatekeleza kwa wakati. Ametuletea hapa shule ya Gamasara mifuko 50, lakini pale mtaa wa Byambwe ambao ndio kata ya Nyandoto kwa ujumla mifuko 20 ya simenti. Ni mengi ameyapokea, changamoto amezipokea. Kikubwa zaidi tunaendelea kumwombea ili aweze kuwakilisha wananchi vyema.